Iliana kabla ya kikao hiki kwamba tunataka sasa tuende 2026 tuende tukatengeneze ile bondi kubwa sana. Wewe ndio solution. Baada ya kikao hiki, baada ya mafunzo haya ya siku 4, wewe ndio solution ya KKK pale shuleni. Utashirikiana na wenzako uliowaacha. Si mko zaidi ya mmoja wawili, si ndio? Lakini tumekuchukua wewe, utakwenda kuwa TOT kwenye timu yenu ile ya darasa la kwanza, la pili, la tatu, ile timu ambayo mnadili sana na eneo hilo la KKK. Lakini kila mmoja anapoondoka hapa awe na mpango mkakati wa jinsi gani atakavyokwenda kuondoa hiyo KKK. Sisi tutapita. Tukipita tunataka tuone mambo yanavyokwenda kwenye eneo lako. Tutakuuliza wewe, hata kama mko 4, tutakuuliza wewe ambaye umepata mafunzo, lakini pia je, na wale umewaambukiza kwa kiasi gani? Isije tu kama umekuja hapa kwa sababu kuna posho, umepata posho, umeondoka alafu maisha yanaendelea. Hilo sio lengo la mafunzo haya. Mafunzo haya lengo letu ni kwamba tupate mabadiliko, tuwe wapya baada ya kutoka. Hapa tumekuja kunoana. Na najua hawa ni wachokozi tu. Mambo mengi watajifunza kutoka kwenu, na ninyi yao watawaongezea vitu vichache sana. Ninyi ndio mko field na practically ninyi ndio mnaofanya shughuli hii ya kupambana na KKK kila siku. Wapo ambao wanapambana. Unaposema tumetoka kwenye 300 plus tuko sasa kwenye 200, maana kuna watu wamepambana kweli na wanafanya kazi. Lakini ziko shule ukienda hata leo huwezi kukuta mwanafunzi ambaye hajui kusoma, kuhesabu na kuandika. Wapo hapa. Sasa hao watatusaidia ni mbinu zipi wanazozitumia ili wewe ambaye unapata mafunzo lakini hakuna mabadiliko kule, uondoke na hizo mbinu uweze kutusaidia. Tunapambana na matokeo, lakini matokeo ninyi ndio mnayotengeneza. Bila ninyi kusimama kwa miguu yenu miwili, mkatumia mafunzo mnayopewa na uzoefu unaopata kutoka wenzako, maana mwisho wa siku mtakuwa mjisaidia manispaa hii. Kwa ninyi ndio solution. Hawa ninaomba Mwamboya ndio wawe solution ya KKK kwa mwaka 2026. Asiwepo mwanafunzi anayeanza darasa la kwanza hajui kusoma, kuhesabu na kuandika. Ili mradi umekuja hapa na umewakilisha shule yako, uko peke yako. Kwa hiyo ujue kwamba wewe katika idadi ile wana walimu 15, 7, 8, wewe ndio model. Wewe ni role model kwa wale wengine waliobaki kule. Mimi niwaombe sana, hizi siku 4 kwa kweli, na sisi tutaangalia kama nilivyosema taaluma, ratiba hizi zinaendelea, kitu tutapata muda wa kuja kuona. Na kwa bahati nzuri pia yuko mdhibiti mkuu bora wa shule hapa, na yeye atafuatilia. Alafu tunashirikisha kwa mafunzo haya ili mwisho wa siku hata wanapokwenda kukagua waweze kukagua vizuri sana eneo hili. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, haya mafunzo ni muhimu sana kuliko tumeyafanya, yani kuliko hata likizo sasa. Na tulipaswa kuwa likizo, si ndio? Tuko hapa tunataka tupate hii dozi. Lakini pia na wiki ijayo tuna mafunzo mengine. Tunayafanya kipindi hiki tunapoenda likizo, mtu anakwenda kuandaa document zako za ufundishaji, ujue kwamba na hili unaliandalia vipi. Nafikiri tumeelewana Huyu wa mtisi itabidi tumfuatilie kwa karibu ili na yeye aweze kushiriki haya mafunzo. Lakini nawapongeza sana ninyi ambao mmeweza kuja kwa wakati, lakini pia mmeshaanza na hatua za awali za mafunzo. Baada ya kuyasema hayo, na mimi niwatakie kila laheri, niwatakie mafunzo mema, lakini niwaombe sana mshiriki kwenye mijadala. Yaani pale mnapojadiliana naomba ushiriki ili unapotoka hapa utoke ukiwa umekamilika, ukiwa una kitu kipya ambacho ukijui sasa umeshakijua na unakwenda kufanyia nini? Kufanyia kazi. Ukitoka kama ulivyokuja, basi ya mafunzo yatakuwa yakusaidia, si ndio? Hakikisha unatoka na jambo. Wote si mna notebook hapa jamani? Hebu nyosheni notebook. Mafunzo mema na tuwe wasikivu kama nilivyosema, tuendelee kuuliza
pale ambapo uelewi, ili ukitoka kule, si tukija usiambie unajua mimi nilikuwa sijaelewa hapa. Tutakwambia ulikuwa kwenye siku zile 4 ulipaswa kuelewa pale. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza, na nitamke rasmi kwamba mafunzo yetu yamefunguliwa rasmi.